Uingereza imeongeza tahadhari baada ya ripoti kueleza kuwa meli ya ujasusi ya Urusi imeonekana ikizurura katika maji ya Uingereza. Taarifa zinasema kuwa jeshi la Uingereza lipo tayari kuchukua hatua za kijeshi endapo meli hiyo itafanya kitendo chochote cha kuashiria tishio. Meli hiyo ya Urusi yenye jina la Yanta imekuwa ikikaribia pwani ya Uingereza. Viongozi wa ulinzi wa Uingereza wamesema wazi kuwa kama meli hiyo itaongeza shughuli za kukusanya taarifa au kuhatarisha usalama, basi hatua kali za kijeshi zitafanywa na jeshi la Uingereza dhidi ya meli hiyo. Yanta si meli ya kawaida, ni meli kubwa inayobeba vifaa vya ujasusi pamoja na roboti za chini ya bahari ambazo zinaweza kuchora ramani na kuingilia nyaya za mawasiliano chini ya bahari, nyaya ambazo ni muhimu kwa mawasiliano ya kidijitali na kijeshi ya Uingereza. Uingereza imeweka ndege na meli za kijeshi katika hali ya tahadhari ya juu. Wakati meli hiyo ikifuatiliwa, iliripotiwa kuwa ilielekeza miale ya laser kwa marubani wa Uingereza. Serikali ya Uingereza imesema wazi ujasusi kwenye maji yake ni kuvuka mstari mwekundu. Maandalizi ya kijeshi yako tayari, ikiwemo uwezekano wa kuiharibu meli hiyo ikiwa italazimika. Hii si mara ya kwanza kwa meli ya Yanta kuingia maji ya Uingereza. Ilishaonywa mwaka jana na baadaye kupita katika njia ya Kiingereza, ikifuatiliwa na meli ya kijeshi HMS Somerset ya Uingereza. Washirika wa NATO wameeleza wasiwasi wao juu ya Urusi kutishia miundombinu nyeti kama nyaya za baharini, mabomba ya gesi na vifaa vingine muhimu kwa mtandao wa kimataifa. Katika mahojiano maalum, mtaalamu Bishop Garrison kutoka Marekani amesema kuwa Urusi mara nyingi hutafuta udhaifu wa miundombinu ya mataifa ya Ulaya ili kutumia fursa ya machafuko yanayoendelea. Aidha, ameongeza kuwa Ulaya inahofia kuwa vita vinaweza kuenea nje ya Ukraine na kwamba Urusi inaweza kupima uwezo wa majibu ya mataifa ya NATO. Marekani imeahidi kuwa chini ya ibara ya 5 ya NATO, shambulio dhidi ya mwanachama mmoja ni shambulio dhidi ya wanachama wote wa NATO. Endelea kuifuatilia BMTV Tanzania.